Naam, ni muda na wakati mwingine tukiwa pamoja tumechangamka kabisa. Wakati umekaa nyumbani ukiwa unasubiri ndani ya kipindi hiki nini ambacho kinakurejea au nini kitakujia. Ni mimi Patrick Nyembera nikiwa nakuletea mizunguko katika michezo, katika matukio ambayo yametokea, yanakuja au yale ambayo tunayatazamia katika nyakati zijazo. Na kama ambavyo kawaida kipindi hiki tunagusa katika michezo tofauti tofauti. Na leo hii basi tupo katika mchezo wa kupiga mbizi, unaweza kaita hivyo, mchezo wa kuogelea, ambapo tunaye mwenyekiti wa chama cha mchezo wa kuogelea nchini TSA Bwana Colin Mwasoke, ambaye katika muhula wake wa kwanza tu baada ya kuchaguliwa anatujulisha nini ambacho kipo katika mchezo huu wa kuogelea na mengi ambayo tutaanza kusikia ikiwamo mashindano ya taifa ya mchezo huo. Collins, karibu sana. David, karibu sana David. Asante sana. Asante sana. Maka nishaenda na Saliboko naye. Karibu sana David bwana. Asante, nashukuru. Mambo yanaendaje? Mungu ni mwema, tunaendelea vizuri. Nashukuru kwa kufika kwako. Na mara nyingi bwana nikiwa nakaa na wenye viti wa hivi vyama au nyinyi stakeholders huwa nauliza bwana, mmepita sehemu nyingi kidogo, lakini kufika hapa Azam unakuonaje studio za Azam na hali halisi ya Azam? Kwanza nashukuru kwa sababu nadhani hii ni mara yetu ya kwanza kufika Azam. Kwa hiyo tunashukuru kwa hii platform na tumekuwa tunafanya juhudi za kuwatafuta kwa sababu Azam ni mdau mkubwa kwenye sports. Kwa hiyo kushirikiana na Azam ni heshima kubwa kwetu. Naam, David, na mara nyingi nina bahati ya kukutana na watu ambao nimekuwa nao katika kada mbalimbali. Tumekuwa katika maeneo ambayo yanafanana au tukishiriki michezo tofauti katika makuzi yetu. Naelewa kwamba wakati wa makuzi yetu mlikuwa mnakutana, tumeweza kukutana katika kuogelea, squash, mkakutana katika table tennis na vitu kama hivyo. Lakini kwako wewe nilivyoona mara kwanza David unaingia katika kinyang'anyiro cha uongozi, nikasema sasa umeamua. Maana muda mrefu ulikuwa unaonekana una uwezo wa kuingia katika hilo. Nini ambacho sasa kilikuvuta wakati huu kusema kwamba wacha uende kabisa katika eneo la juu la uongozi wa mchezo wa kuogelea David? Kimsingi historia yangu ni passion ndio ilinivuta kwa sababu kukua kwangu nilicheza zaidi football, basketball, swimming, haikuwa sana. Lakini baada ya watoto wangu kupenda mchezo wa kuogelea, nikajikuta na mimi nime fall in love with swimming. Na nilikuwa kule Mwanza actually, na miaka kama 10-15 iliyopita swimming ilikuwa, Watanzania wengi walikuwa na hofu kuingia kwenye mchezo wa kuogelea. Ilikuwa mara nyingi unakuta ni foreigners na nini. Sasa baada ya watoto wangu kuniingiza kwenye swimming, nikaona huu mchezo ni mzuri, na nikaona ile passion ya watoto wangu, nikakubaliana na wenzangu, nikasema hivi, kwa nini tusifungue klabu ambayo hiyo klabu tutaileta karibu ya Watanzania, yaani hiyo klabu ya Watanzania especially kule Mwanza, na Watanzania wawe comfortable kuona kwamba tunaweza tukaingia kwenye mchezo wa kuogelea. Kwa hiyo mimi na marafiki zangu kule Mwanza tukafungua club, Lake Swim Club. Na baada ya kufungua ile Lake Swim Club tulikusanya watoto zaidi ya 50 wa Kitanzania. Na nakumbuka tulivyowaleta kwenye mashindano ya Junior Championship kwa mara ya kwanza, kila mtu alikuwa impressed. Walifanya vizuri sana. Sasa hiyo ikawa sasa church. Furaha yangu nilikuwa ninavyoona sasa hawa watoto walikuja wana hofu, wengine wanakimbia, hawataki kuingia kwenye maji. Leo hii wanapanda kwenye podium, wanashinda medali. Ili ni inspire sana. Kwa hiyo baada ya kuona nimeweza kufanya katika level ya mkoa na kuactivate, sasa hivi mchezo wa kuogelea Mwanza umeanza kufahamika zaidi, basi marafiki zangu pia wakanishawishi kwamba bwana, sasa hebu nenda kwenye national level. Hii passion yako ulionayo inaweza ikatutoa hatua moja kutupeleka hatua mbele. Kwa hiyo ndugu yangu Patrick, hivyo ni namna ambavyo nimejikuta nimekuwa mwenyekiti moja kwa moja. Well, wanasema kwamba kuingia katika uongozi
sio jambo jepesi. Kwanza timu unayokuwa nayo, fikra ambazo mnaenda nazo na vitu kama hivyo, lakini wakati mwingine pia unakuta mchezo kwenye eneo moja aidha umepiga hatua au umedidimia kabisa, au wakati mwingine unaweza ukakiona kilichopo nje, kumbe hata wale waliokuwepo ndani walikuwa wanashindwa kusogea kutokana na ugumu au changamoto fulani. Lakini mmekabidhiwa miaka minne toka mmeanza mpaka sasa hivi, wapi ambapo mmepiga hatua hasa katika maeneo ambayo yalikuwa yamekwama kabisa? Tumepiga hatua kwenye maeneo mengi. Kimsingi kama ulivyosema, baada ya kuchukua uongozi, kwa sababu lazima ufanye kazi na wale ambao umewakuta. Kwa hiyo kazi kubwa ya kwanza ni ambayo niliona kwamba ni ya msingi, kwa sababu mimi kama mwenyekiti kazi yangu ni ku provide leadership. Exactly. Lakini na watu ambao wanafanya kazi, kamati mbalimbali. Kwa hiyo principle yangu ya kwanza nikasema lazima tuwe wamoja. Uchaguzi unajua na mambo mengi, unaleta magrupu na nini, wengine wanakuwa na hofu, fear of unknown, lakini cha kwanza nikasema lazima tuwe wamoja. Hatuwezi kufanikisha malengo yetu tuwe wamoja, kwa sababu kwanza tulikuta kuna mpasuko. Waogeleaji wako wenyewe, makocha wako wenyewe, wazazi ambao ni stakeholders wetu wakubwa nao wako wenyewe. Kwa hiyo kazi kubwa ya kwanza nikasema nitumie resources zilizopo kuwaleta watu kwa pamoja, tukiwa na lengo hili moja. Kwa hiyo ule umoja ndio ukafanya sasa kila kitu kikawa rahisi. Okay. Kila kitu kikawa rahisi. Kwa hiyo tukaunda kamati mbalimbali, tuka-establish kada zingine, kwamba tukaona sisi kama chama tumefocus zaidi kwenye swimming, lakini kuna wale ambao wanaogelea kwenye open water. Nikaunda kamati kwa ajili ya kusimamia open water. Ndiyo. Lakini pia nikasema kwamba kuna waogeleaji ambao walisha staff, walikuwa wanaogelea zamani, sasa hivi waogelei tena. Au wengine hata kama wakuogelea zamani lakini wana interest na mchezo wa kuogelea, ambao tunaita masters. Basi nikasema hebu niunde kamati kwa ajili ya hawa wazazi ambao waweze kukutana jioni, wanaogelea na kushiriki mashindano, kwa sababu kuna mashindano ya ndani na ya kitaifa kwenye masters. Kwa hiyo nikaunda pia kamati ya masters. Lakini pia transparency, hiyo ndio ilikuwa kelele kubwa namba moja, kwamba hatujui kinachoelekea, ripoti za fedha hatujui. Kwa hiyo ofisi ziko wapi? Kwa hiyo nikasema jamani, mimi na kama nikasema jamani, chochote tunachokifanya we need to inform our stakeholders, waogeleaji, swimmers, wazazi, kwa sababu ndio wadau wetu wakubwa. Kwa hiyo tukaanza kuitisha vikao na kutoa hesabu zetu na kuzionyesha, na mpaka sasa hivi tumefanikiwa. Tumeunda audit committee. Wow. Ambayo inapitia kuappoint auditor ili waweze kufanya audit na kila kitu kiwe public, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa sekta moja kubwa ambayo inaleta mtafaruku. Wow. Watu hawajui, kila mtu anakuwa na notion yake tofauti, lakini tukasema jamani, kila kitu kiko wazi na kila kitu kiko wazi, na hilo pia ni requirement ya shirikisho la kuogelea la dunia na shirikisho la kuogelea la Afrika. Lakini pia katika kipindi changu tumefanikiwa sana sasa kuwa promote wa Tanzania wenzetu waingie katika nafasi za juu. Kwa mfano tuna bureau member wa World Aquatics, Mtanzania wa kwanza mwanamke, Thauria Diria, amekuwa appointed kwenye bureau ya World Aquatics. Yani kwa football unasema ni FIFA. Ndiyo. Kwa hiyo tumepata Mtanzania wa kwanza. Lakini pia tuna Asma Ilal ambaye alikuwa kwenye kamati ya integrity. Ndiyo. Amechaguliwa tena. Alichaguliwa kipindi kilichopita, lakini amefanikiwa kuchaguliwa tena. Lakini pia kijana wetu Collins Saliboko
amefanikiwa kuchaguliwa kuwa kwenye athlete committee ya dunia akiwakilisha Tanzania na akiwakilisha Afrika. Lakini pia katika Afrika mkurugenzi wetu wa ufundi yupo kwenye kamati ya ufundi ya Africa Aquatics. Kwa hiyo hayo ni mafanikio, kwa sababu ukiona Watanzania wameanza kukubalika kwenye hizi international federation, manake wanaona nini Tanzania tunafanya, na hii inatusaidia kwamba hata support tunayoipata kutoka World Aquatics mwanzoni ilikuwa ni $20,000, sasa hivi tumefanikiwa tunapata $30,000 support kwa ajili ya development. Kwa hiyo hayo yamekuwa mafanikio makubwa, lakini pia mafanikio makubwa tumejaribu standardize makocha wetu, kwa sababu mchezo wa kuogelea unakuwa mchezo wa kuogelea unakuwa sana, na watu wa msingi namba moja wa kwanza ni coaches. Sio teachers, coaches. Yes, coaches. Kwa sababu bila kuwa na coaches huwezi kuzungumzia kuogelea, kwa sababu mchezo wa kuogelea ni tofauti na michezo mingine, ni tofauti na basketball. Huwezi kwenda kwenye bwawa ukasema ngoja nijaribu, maanake utapoteza uhai. Kwa hiyo tukasema kwanza tuwatambue hao makocha walioko, ili tuwafanyie accreditation, tuwape leseni, ili tujue kama nchi tuna makocha wa level ipi. Maanake kuna makocha ambao ni learn to swim, kuna intermediate coaches, kuna wale high performance coaches. Kwa hiyo tujue kama nchi tuna learn to swim, makocha ambao wamebobea kwenye wale ambao wanaanza kuogelea ni wakina nani, tunao wangapi, wana level gani. Hiyo itasaidia hata wewe leo hii Bwana Patrick ukiamua kuwa na swimming pool yako, utatuconsult kwamba jamani, mimi na pool au nimejenga hoteli na swimming pool, nahitaji coach. Sisi tutakwambia kwenye database yetu, here is a list of qualified coaches, ambayo pia itakusaidia wewe usalama, kwa sababu tumegundua pia kuna ajali nyingi zinatokea. Kwa hiyo hayo ni mafanikio katika kipindi cha miaka 2-3 tumeweza kufanikiwa, lakini pia tumefanikiwa mwogeleaji wetu katika mwaka jana tumefanikiwa kufika fainali ya Africa Championship. Katika muda mzuri kabisa tumefanikiwa kuqualify, ambayo rekodi ambayo haijawahi kufika. Lakini mwaka jana kule Paris, mwogeleaji wetu Collins aliweza kufata personal best time, akapunguza muda wake zaidi ya sekunde 10 kule Olympic, na sasa hivi tunategemea ataenda kutuwakilisha Commonwealth Game ambayo itafanyika Glasgow, Scotland. Kwa hiyo na pia katika mashindano ya Afrika Mashariki na Kati tumefanikiwa kushika namba 2 nyuma ya Uganda kwa miaka 2 consecutively, tukiwazidi Kenya, Rwanda, Burundi, nchi zaidi ya 12. Kenya ambao wana waogeleaji waliobadilisha uraia kabisa. Yes, lakini tuliweza kuwashinda. Sasa hivi tunapambana na Uganda katika East Africa. Lakini hapo mna changamoto gani? Mnaonekana kuna vitu vingi ambavyo vimebadilika kwa sisi ambao tunafuatilia hasa mchezo huu wa kuogelea. Kuna wakati mwingine naweza nikasema inaweza isiwe dhana ya ubaguzi, lakini kuna wakati roho ilikuwa inauma, unaenda kwenye mashindano unakuta watoto ambao wazazi wao ndio raia wa kigeni ndio wana nafasi, na unaweza kusema kwamba pesa facilities zinazo walikuwa nazo, lakini wale wachache ambao wana asili ya kwetu wanafanya vizuri, lakini unaona ile consistency haipo. Hilo ilikuwa ni changamoto kwa nazo wakati. Lakini katika uongozi wako kutoka mmefika, kuna changamoto gani ambazo zipo? Kwa sababu hapa nimeona pia Uganda mmewabiti Kenya, mmeanza kuwabiti Uganda, na mimi najua mchezo wenyewe jinsi ulivyo expensive na mara nyingi wazazi wanajikuta wanatoboka sana mifuko kwa sababu sponsorship package nayo inakuwa ndogo. Sasa nini ambacho mnakiface kama challenge? Challenge kubwa kama ulivyosema. Kwanza lazima tuwashukuru sana wazazi, kwa sababu wao ndio main sponsor wa waogeleaji wetu, wanatumia pesa nyingi sana.
na mchezo wa kuogelea ni mchezo ambao ni very expensive, lakini tunashukuru kwamba miaka 5-7 iliyopita swimming ilikuwa almost 70% ni foreigners, lakini over the past 10 years has been total transformation. Leo hii 98% ni wazawa. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru sana. Kwa hiyo changamoto kubwa imekuwa kwenye kupata sponsorship package. Na hiyo imekuwa changamoto kubwa, kwa sababu dhamira yetu ni kupunguza mzigo wa wazazi, especially inapokuja sasa mwogeleaji ameingia kwenye national team. Dhamira yetu ni kuona kwamba tunakuwa financially strong ili kuwa support waogeleaji wetu na kusapoti wazazi wasitumie tena fedha yao, liwe jukumu la chama kwa kushirikiana na serikali tuweze kuwasaidia hawa waogeleaji kufika level za juu. Okay. Lakini pia kumekuwa na changamoto kwenye swimming. Wadau wetu wakubwa ni private sector. Mabwawa mengi yanamilikiwa na private international school. Wamekuwa wanatusupport sana, na wito tulizungumza na serikali imeshasema kuna project za mabwawa ya kuogelea ambayo yatajengwa kama 3, na tumeshapata taarifa kule Malia kuna 50 meter Olympic size pool itajengwa, ambalo tunaweza tukalitumia waogeleaji wetu waweze kuwa wanaweka camp kule wa timu ya taifa. Kwa hiyo katika hapo unapongelea mabwawa, Chairman David, kwa miaka kadhaa kumekuwa pia kuna ile tatizo la waogeleaji wenyewe, au nyinyi wenyewe viongozi mlikuwa mkigusia kwamba tuna train katika 25 meter swimming pool, yani swimming pool zetu nyingi, lakini unapokwenda ni mita 50, si ndio? Yes. Ambayo ndo inatakiwa, yani kwamba kwenda lap hizo zio ni umeenda ni 50, si ndio? Sasa katika hili labda na nyinyi mmechip in, au serikali inachukua expectation gani kutoka kwenu katika mifumo ya bwawa ambalo linawezesha au linatakiwa ili liweze kukamilisha ule ubora wa waogeleaji wetu? Tunashirikiana vizuri na Baraza la Michezo la Taifa, kwa sababu sisi tunatoa zile specification kwamba ili bwawa liweze kucomply, whether ni 25 au 50 meter, kuna standard ambazo lazima liweze kucomply. Kwa hiyo sisi tunashirikiana na serikali kupitia Baraza la Michezo kuweza kuwapa zile specification ili watakapojenga wakati waweze kucomply na, kwa sababu usipo comply then unaweza ukawa umejenga bwawa zuri alafu tusilifanyie mashindano. Kwa mfano tuna mashindano yanakuja mwezi wa 4 ya National Club Championship. Okay. Hayo club bingwa ya Tanzania. Hayo mashindano ni top competition kwa Tanzania, lakini pia yamekuwa certified na World Aquatics kwamba haya mashindano ni qualifying championship kwa ajili ya mashindano ya dunia yatakayofanyika Beijing December. China. Kwa hiyo kama tumeweza kuwa certified na World Aquatics kwamba time ambazo waogeleaji watazipata zitakuwa accepted na World Aquatics as a qualifying time. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa, sio nchi. Tunaishukuru sana IST kwa kuweza kushirikiana na sisi, kwa sababu bwawa lao limekizi vigezo. Lile pale lilitengeneza jipya la International School of Tanganyika. Lile pale Masaki, yes. Limekizi kwa sababu ili uweze kupata approval na World Aquatics lazima ukizi world standard ya hilo bwawa, your timing system, kila kitu wanafuatilia. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa kuweza kupata hiyo, kwa sababu tuna expect pia waogeleaji kutoka nchi za jirani, kwa sababu haya ni mashindano ambayo yoyote atakaye participate time yake atakayoipata anaweza akaitumia kwenda Beijing, na specific time ambayo inaweza kufanya kwa ajili ya qualification. Yes, sasa hiyo kunakuwa na qualification time, kwa kila style, kwa kila distance kuna minimum time ambayo lazima uifikie ili uweze kuqualify kwenda kushindana.
Hilo jambo kubwa. IST wataendelea kuwa IST tu. Yeah, tunawashukuru sana. Yeah. Kwa hiyo hii event ya mwezi wa 4 vilabu vishaanza maandalizi kwa muda gani sasa kuelekea huko, au na wachezaji wenyewe? Vilabu vimeshaanza maandalizi toka Januari, kwa sababu sisi mara nyingi tunatoa kalenda kila mwaka. Kwa hiyo na haya ni mashindano ambayo kila mwogeleaji, kila club inataka ije kushindana, kwa sababu times zitakazopanda pale pia zinatumika katika selection ya national team swimmers. Okay. Kwa hiyo vilabu vimeshaanza maandalizi hivi sasa hivi wameshaanza kujiregister. Wameshaanza kujiregister. Kwa hiyo mpaka tarehe 30 ya mwezi huu tutapata clear picture, ni waogeleaji wangapi wamejiregister, ni vilabu vingapi vimejiregister, lakini tuna expect more than 20 clubs to participate. 20? Yes. Hizo ni za ndani au pamoja? Za ndani. Wow. Yes. Manake sasa hivi vingi kwa hiyo sasa. Yes, kwenye database yetu tuna active clubs 26. Clubs pamoja na agencies 26. Kwa hiyo na hiyo ni moja ya mafanikio, kwa sababu wakati tunaingia kwenye uongozi active club nadhani zilikuwa 13. Kwa hiyo tumefanikiwa kupromote mchezo wa kuogelea, na sasa hivi kila mtu anataka kuwa na club, kila mtu anataka kuwa na club ya kuogelea. Kwa hiyo na sisi, na kwa sababu vilabu vikiwa vingi manake ni platform. Leo hii hapa Dar es Salaam, unajua Patrick, wewe unajua vilabu vingi vilikuwa concentrated Masaki. Ndio. Leo hii tuna vilabu Tegeta, tuna vilabu Mbweni. Pale chuo kikuu cha Dar es Salaam kuna club, tuna vilabu Upanga. Kwa hiyo hiyo pia inatanua wigo, kwamba sio lazima niwe mjini ndio niende kwenye kuogelea. Unaweza ukawa Tegeta na ukapata access ya klabu cha karibu. Ni jambo zuri ambalo umeweza kuligusia Mr. David, chairman wa TSA, Tanzania Swimming Association, ambaye niko naye hapa. Ni mwenyekiti ambaye ameingia katika muda mfupi, na umeweza kusikia mafanikio pamoja na changamoto ambazo umekutana nazo, lakini kikubwa kuweza kubadili namba ya wageni kuwa chini zaidi ya wenyeji, kwa maana wa Tanzania na wazazi wa Tanzania, jinsi ambavyo wamehamasika na kuweza kujitolea kwa hali na mali kuhakikisha kwamba watoto wao wanafanya vyema wakisaidiana na chama cha mchezo wa kuogelea nchini Tanzania. Nafahamu shindano kubwa linakuja mwezi wa 4 la klabu bingwa, ambao ni qualification ya kwenda Beijing mwezi wa 12. Tuende katika break, tutarejea. Na mwendo ni kuogelea, na ndicho ambacho tunakizungumzia hapa tukiwa na mwenyekiti wa TSA Bwana David, ambaye amefika hapa pamoja na mengi kuzungumzia au kujibu maswali kuhusiana na kile ambacho amekifanya baada ya kuchaguliwa katika muda ambao ameanza kufanya kazi, lakini pia shindano kubwa ambalo shindano hili sio shindano tu la kusema kwamba ni ubingwa au kusema kwamba ni shindano la taifa, lakini pia kwa wale ambao watakuwa na muda bora kabisa kama mchezo wenyewe unavyotaka, basi watakuwa moja kwa moja wamepata nafasi ya kushiriki michuano ya dunia itakayofanyika kule Beijing mwezi wa 12 mwaka huu. Na umegusia wakati tunaenda katika break hapa kwamba kuna vilabu sasa sio tu katika yale maeneo ambayo tumeyazoea, lakini mabawa yametanuka, yapo katika maeneo mengi, lakini pia nje ya Dar es Salaam vilabu vimeongezeka. Au mikoa gani ambayo iko active katika mchezo huu? Nje ya Dar es Salaam vilabu vimeongezeka. Mwanza vilabu vimeongezeka, Morogoro tuna klabu, Arusha tuna vilabu, Moshi tuna vilabu, na Zanzibar tuna vilabu. Na lengo letu ni kutanua wigo, kwamba tufike kwenye kila mkoa, kwa kuanzia kila mkoa tunaamini kuna shule ya kimataifa ambayo ina bwawa. Kwa hiyo sisi sasa hivi tunajaribu kutarget kwanza facilities zilizoko. Kwa hiyo kwa mfano tukienda Iringa, kuna Iringa International School. Mipango yetu sasa ni kwenda kuzungumza na Iringa International School na kusema mna swimming pool. Sisi tunataka tuwasaidie nini ili ni mwe mna klabu. Kama
kama makocha sisi tuna database ili badala ya kuitumia tu pool kwa ajili ya ratiba za shule, mnaweza mkakodisha pool, watu wakaleta makocha na klabu tukatumia zile facility. Manake vilabu vingi ndio vinatumia facility za shule, lakini klabu kinakuwa private. Na watu wengi walikuwa wana hofu kwa sababu wakiona kuna klabu iko IST yani wanakuwa na ile hofu, inaweza kuwa very extreme. No, sisi tunaogopa dukani kwa mangi naweza kwenda, lakini mola hatuwezi kwenda. Umeona sasa, lakini sisi tunatoa hofu. No, vilabu vina haya zile pool, vinatumia tu ile facility. Kwa hiyo mtu yoyote Mtanzania yoyote anaweza akajiunga na klabu, sio lazima uwe mwanafunzi wa ile shule. Kwa sababu kuna mwingine anaweza kusema mimi mtoto wangu no, vile vilabu haviko kwa ajili ya wale wanaosoma kwenye ile shule. No, Mtanzania yoyote anaweza akajiunga na klabu muda wowote, na kila klabu ina gharama zake, lakini ni gharama ambazo ni affordable. Kwa hiyo tunawasihi Watanzania wengi. Unajua Patrick, mchezo wa kuogelea ni mchezo ambao unaitwa individual sport. Unajua leo hii ukitaka kumwambia mtoto kwamba ukipambana utaona mafanikio, wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Lakini mchezo wa kuogelea, kwanza mtoto anakuwa siku ya kwanza ana hofu, anaogopa, anaweza kakimbia kwenye bwawa. Lakini ni yeye mwenyewe lazima overcome ile hofu aweze kuingia kwenye maji. Sasa akisha overcome ile fear ya kuingia kwenye maji, ataanza kujifunza kufloat kwenye shallow end. Baada ya muda ataanza kuswim. Baada ya muda atatoka kwenye shallow end, ataenda kwenye deep end. Kila kitu ana control yeye mwenyewe mtoto. Mzazi huwezi kuingia kwenye maji. Kwa hiyo ukitaka kumfundisha mtoto kwamba ukiweka juhudi mafanikio utayaona. Kwa hiyo swimming ni mchezo ambao unamwandaa mtoto kwamba nikiweka juhudi mafanikio na kwa sababu hata wewe mzazi umpeleke, mwisho wa siku lazima yeye ndo aingie kwenye maji. Kwa hiyo ana control yeye mwenyewe ile, ana overcome ile fear na anaanza shallow, anaenda deep, mwisho anaanza kushindana. Kwa hiyo ukiachana tu na sport, inamjenga mtoto katika kwamba nikiweka juhudi, nikipambana matokeo nayaona. Kwa hiyo ukiachana na shule, swimming ni mchezo ambao proven, tumeona kabisa hata vijana wetu wengi ambao wako kwenye swimming wanafanya hata vizuri shuleni kwa sababu wanakuwa focused. Nimeona mwogeleaji ambaye alishiriki Olympic nadhani kama mara 2, Magdalena Moshi, amekuwa vema katika maeneo haya akiweza kuchukua pia doktoria yake akiwa kule Australia. Exactly. Kwa sababu swimming ni mchezo ambao unakufanya uwe focus. Kwa sababu you are on your own. Ni individual sport. Of course kuna relay, lakini 80% ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo unashindana na malengo yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo pia unamjenga mtoto. Kwa sababu mimi nilikuwa naambia watoto wangu, hata mimi nikaambia kwamba akisema mathematics ni ngumu, naambia nothing is easy. Kama uliweza overcome fear ya kuingia kwenye maji na unaanza kuogelea, the same thing, you put effort, you succeed. Hakuna wanasema kila kitu mwanzoni kinaonekana kigumu, lakini over time kinaonekana kirahisi. Sasa hebu twende katika ili shindano lenyewe, kwa sababu najua kila shindano lina maandalizi yake, na umezungumzia changamoto. Kweli kuna vitu ambavyo vina kuna wakati mtu ana hamu ya kuja kuangalia haya mashindano, kuna wakati kuna mtu mwingine yuko katika vilabu hivyo, labda alikuwa nje ya Tanzania, ni Mtanzania, anataka kushiriki namna hiyo. Sasa procedure za mashindano haya ziko vipi kwa wale ambao wanataka kushiriki, lakini pia shindano lenyewe litaendeshwa kwa namna gani, kwa siku ngapi, kwa wale ambao watataka kupata fursa pia ya kuja kuangalia, au kama kuna wadau ambao wanataka kuengage kuweza kuitumia platform hiyo kujitangaza kwa katika na mashindano hayo, kwa sababu umezungumzia uwezekano wa hizo watu wengine kutoka nje ya Tanzania kuja kushiriki kwa sababu ya kutengeneza muda wao wa mashindano ya dunia.
kabisa. Umezungumzia hapo vitu vitatu. Kwanza, kushiriki. Sasa kushiriki maanake ni kwamba kuparticipate, lazima uwe registered swimmer na Tanzania Swimming Association. Kwa hiyo lazima uwe kwenye club una train, kwa sababu sio kila mwogeleaji anakuja kushindana. Ndio. Tuna time, qualification time. Lazima uweze kumit ile time ndio uweze kukwali, kwa sababu ni mashindano very competitive. Kwa vilabu vyenyewe kwanza vinatafuta watu na muda. Kwa hiyo ndani ya vilabu pia wanahimiza waogeleaji wao waweze kumit. Kwa hiyo kadri wanavyofanya training wanahimiza waweze kumit qualifying time. Sasa ukisha meet qualifying time ndio utakuwa accepted kushiriki. Hiyo ni kwa wale ambao wanapenda kushiriki kwa makuja kushindana. La pili, kwa wale ambao wanataka kuja kutazama. Mashindano yetu ni free. Yatafanyika bwawa la IST pale Masaki. Na kwa wale ambao wanapenda kuja kutazama, wanaruhusiwa kuja kutazama. Kutazama ni free. Lakini pia kwa wale ambao mpaka sasa hivi tungependa kushukuru, tuna partners ambao wamejitokeza kama Peps, sawa, Kilombero Sugar na Champion Rise wameshajitokeza mpaka sasa hivi kutusupport. Lakini pia tunahitaji support zaidi kwa strategic partners wengine zaidi wajitokeze, maanake tuna expect kuwa na waogeleaji almost 400 na tuna expect waogeleaji kutoka nje ya nchi as well. Sasa ukiwa na waogeleaji 400 tayari una wazazi almost 400 ambao na mashindano yetu yataanza tarehe 10 jioni. Tutaanza hiyo tarehe 10, itakuwa ni long distance kuanzia mita 800. Kwa hiyo event ya mita 800 itafanyika tarehe 10, lakini tarehe 11 na 12 ndio event zingine zote zitakuwa zinafanyika pale IST Masaki. Hiyo kitu kubwa, kwa sababu najiuliza maswali, na katika vijana ambao wamekuwa wakinivutia sijajua wameendelea vipi. Nimeona wakiwa wadogo wameanza kuwa wakubwa. Ukiachana na Collins Saliboko, watoto wa Misokia wameweza kuendelea na kwa namna gani? The Misokia Brothers wanafanya vizuri sana. Wanafanya vizuri sana. Ni moja kati ya vijana wetu tunawategemea. Wote the two brothers wanafanya vizuri sana. Ni moja kati ya vijana wetu ambao tunategemea. Mimi ningekusii Azam Sports mfike muone vipaji. Vijana wanajiandaa kuliko. Kuna vipaji vingi, umezungumzia Misokia, lakini kuna wapo wengi up and coming wanakuja. Na mashindano yetu ni kuanzia 9 years and above. Kwa hiyo uone vijana wa miaka 9, 10 wanavyopasua maji, utafurahi. Na kwenye eneo sasa la kinga na usalama, kwa sababu najua mchezo wenu nyinyi sijawahi kuja hata siku moja, hata uwe mchezo wa klabu nikakosa ambulance ambayo itakuwepo pale. Na hii sasa mmekwenda kwa kulipia, au pia tayari mmekwisha kupata hospitali ambazo zitakuwa kama sponsors katika kuhakikisha kwamba wanafanikisha hili? Tupo kwenye discussion, kwa sababu criteria ya usalama ni priority, ni namba 1, na hilo ni kitu ambacho tumekipa kipaumbele sana. Kwa hiyo lazima ambulance iwepo, lazima kuwe na life savers, na wale officials ni officials ambao wako kwenye database yetu, well trained, ambao watasimamia mchezo wa kuogelea. Kwa sababu miezi michache iliyopita wenzetu wa Egypt walipata ajali kwenye mashindano yao ya championship ya Egypt, ambayo imeleta mtafaruku mkubwa sana. Kuna mwogeleaji alidive alafu akafaint kwenye maji. Kwa hiyo ikapita almost 3 minutes, wale waogeleaji wake wengine ndo wakasema bwana, kuna mwenzetu hajaibuka. Kwa hiyo imeleta wakati wa life savers, yani wakati wale wanakwenda
kulikuwa hamna hiyo awareness kwa wale marefa kuangalia nini kuangalia. Kwa hiyo na sisi tumekuwa very proactive. Tulifanya kikao na vilabu vyote, tulifanya kikao na officials wote kwamba yoyote ambaye atafanya mashindano yawe chini ya TSA, yawe kama maanake kuna mashindano, kuna vilabu vinafanya mashindano ambapo sisi tunaya sanction. Kwa hiyo tumehakikisha usalama uwe namba moja. Tumehakikisha officials wanakuwa alert, chochote kinachotokea basi immediately lazima to take notice, kwa sababu kilichotokea Egypt kilikuwa concluded kwamba ni negligence, kwa sababu kama mwogeleaji amekaa 3 minutes na kuna mtu aliye notice, manake hiyo ni kwa hiyo usalama ni kipaumbele chetu namba moja. Wajawe nichukua mpaka naanza kufikiria kwamba sasa line ziko 6 au line ziko 12. Kila mtu anaangalia pale, mtu yuko chini chwa, bado mtu ameuchuna ana chochote kizuri. Kwa hiyo imeleta mtafaruku mkubwa sana. Imeleta mtafaruku mkubwa sana. Wow. Kwa hiyo na sisi tunasisitiza, ndio maana tunasisitiza lazima uwe na officials ambao ni qualify, wanajua nini cha kufanya. Lazima uwe na life savers ambao wanajua nini cha kufanya ili kuhakikisha usalama. Ajali, unajua kwenye maji mtu anaweza akaumwa. Ni kama kwenye sports, michezo mingine yote. Kuumwa unaweza ukapata muscle pull, unaweza ukapata nani, lakini sasa ile response sasa iwe ya haraka kuweza kumpa first aid na kusave maisha ya athlete. Sasa kuna hivi vipo hizi team sport na individual sports, wakati mwingine makocha wanakutana na lawama, hasa katika vilabu. Tenda kwenye mpira wa miguu utaambia bwana, kwa nini David achezi wakati ana uwezo zaidi ya Patrick, na tunaenda mazoezini tunaona, au akipata tele nafasi tunaona. Mnashirikiana vipi kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika hivi vilabu kwa watu sahihi wenye muda sahihi kuweza kupatiwa hiyo nafasi ya kuja huku? Maanake moja changamoto ilikuwa kabla hujaingia ilikuwa ni hiyo, wakati mwingine kwamba bwana kijana fulani anapendelewa, kijana fulani anapelekwa tu ili atengeneze zile caps zake aweze kuwa wakati wenye uwezo hawapo. Kwa sababu sasa hivi lazima ulete proof. Kama ulishindana mwaka jana kwenye National Club Championship, itaonekana tuna system ambayo unajua uzuri wa swimming huwezi kuficha. Ndio. Kwa sababu kuna system ambayo inaitwa meet manager ambayo inaonyesha reference. Kama ulisema nilishindana mashindano fulani Nairobi, Kenya, nikapata time hii, ukiingia kwenye ile system time yako itaonekana. Yes, time yako inaonekana. Kwa hiyo sisi tumekuwa wakali sana kwamba lazima ulete evidence ili to verify kwamba hii time iko sahihi. Na hata ukisema nataka kufanya time trial, kwamba vilabu vimetrain, tunasema tunataka kufanya time trial, lazima utunotify ili na sisi tupeleke officials wetu pale ambao watatrack kuona kwamba hii time trial imefanyika, imefollow standard, ili kusiwe na. Alafu pia tumesema kama ulisema umeswim 50 meter, time yako ni 35 seconds kwa mfano, ukija kwenye mashindano ukashindwa kuifikia ile time ulosema, unapigwa penalty. Klabu inapigwa penalty, kwa sababu ili kuondoa watu kudanganya time, klabu itapigwa penalty kwa kuleta mwogeleaji ambaye hana vigezo. Kwa sababu wewe kama ulisema unaweza 50 meter freestyle ukaswim for 35 seconds, alafu unakuja kwa mashindano unashindwa kuifikia ile time yake, manake kuna somewhere inawezekana time yako ilikuwa 40 seconds, wewe ukasema 35 seconds. Kwa hiyo ni kama vile watu wanaodanganya umri katika mpira pale. Na uzuri kwenye swimming you cannot hide. Ni mchezo wa wazi. Unajua kwenye hizi team sport wakati mwingine inachukua muda kumuona yule mchezaji position, kapokea pasi, lakini swimming wote mnaona amekwenda na time yake ni. Ndio. Na uzuri wa IST kuna electronic timer. Kwa hiyo ukitouch tu kila mtu anaona, very visible. Kwa hiyo of course kuna wale matimer ambao kama backup, lakini pia kuna visible electronic ambayo kila mtu ataona kwa wakati huo.
kwamba Patrick 50 meter free ameenda kwa sekunde 50. Wow. Sasa katika hili pia umezungumzia timer hapo, na wanasema kwamba ili uweze kwenda katika ubora lazima uwe katika hali halisi ya mashindano makubwa. Uhamasisho wenu uko vipi hasa katika hizi club, lakini pia kwa wale wazazi ambao wana uwezo, ushirikiano wenu katika kuhakikisha kwamba kule ambapo kuna mabwao haya ya kuogelea kuweze kuwa na tabia ya kuzoea, hasa hata wanapofanya mashindano yao ya ndani, wanasema scrimmage zile, waweze kuwa na mazoea hayo kupata vitu. Najua it's very expensive, yes. Lakini how is it, yani possibility iko vipi kuweza kupata hizi timer? Yes, tumeendelea kutoa elimu kwa sababu hata sisi hizi stopwatch imebidi tuagize special sport ambazo zinatambulika na zimepitishwa na World Aquatics. Okay. Kwa hiyo sio kila stopwatch itatumika. Kuna specific stopwatch ambayo each stopwatch tumetoa order ni zaidi ya euro 100. Just a stopwatch. Wow. Yeah, kwa sababu kuna specific ambazo zimetoka na kwa sababu ni mashindano ya kidunia imebidi tu comply. Lakini tumeendelea kutoa elimu, semina elekezi kwa vilabu, kuwaelimisha ili na wao wakati wanafanya zile training zao basi waweze kutumia stopwatch ambazo ziko recommended na shirikisho la dunia, ili usije uka mislead mwogeleaji wako wakati wa kufanya zile training, uka mislead ukaona yuko vizuri, kumbe kuna unajua kwenye swimming just half of a second it makes a difference. A lot. It makes a difference a lot. Yeah. Yes. Juzi tumeona kwenye mashindano ya dunia, kuna mashindano kule South Africa, kuna kijana ame 16 years 50 meter freestyle, amepiga 20 seconds. Sisi hapa last time Collins alipiga 25 seconds. Okay. Sasa ana kazi kubwa ya kupunguza 5 seconds. Sio kazi ndogo, na ili uweze kuwa competitive lazima aim 23 seconds below for 50 meter freestyle. Shughuli ipo. Collins Hilali sijui ana hali gani huko alipo, lakini na uhakika kwamba itakuwa mashindano matamu. Najifikiria kama na mimi ni rekebishe mambo nikapige zile mpaka na sasa pia kuna za veteran zitakuwa za kuwarm pale katika mashindano haya. Nipo na mwenyekiti wa chama cha mchezo wa kuogelea nchini, David Mwakasewe, ambaye yeye anazungumzia hasa mashindano ya mchezo huo wa kuogelea yatakayofanyika katika mabwao ya kuogelea ya shule ya International School of Tanganyika iliyopo Masaki jijini Dar es Salaam. Tarehe ndio hizo ambazo amekutajia, mwezi wa 4, na ni muhimu kwa wale ambao wanashiriki kujua kwamba nini wanafanya ili kuweza kuqualify katika michezo ya dunia. Twende katika break, tutarejea. Na bado tupo katika nguo ya mwisho na tunaongelea mchezo wa kuogelea, nikiwa na mwenyekiti wa chama cha kuogelea hapa nchini, ndugu yangu David, akiwa anatuelezea mambo mengi sana. Na kama ulikuwa umeanza kipindi hiki mapema, kuna jambo aliligusia akizungumzia kitu kinaitwa open water. Unaweza kukumbuka pia aliwahi kugusia hapa mwogeleaji wa zamani wa timu ya taifa Rashid Lushaka wakati tukiwa naye kuhusiana na hilo. Lakini mwenyekiti, kwenye mazungumzo hapo umenigusia kwamba kuna open water na tayari mmeshawafundisha baadhi ya waogeleaji jinsi ya kwenda, na wengine wameshashiriki katika mashindano ya awali yaliyofanyika kule Mombasa. Lakini sasa hebu twende kwenye darasa kwanza kidogo, kwa sababu nchi yetu imebarikiwa sana kuzungukwa na maji. Kama sio bahari, kuna mto, kuna ziwa na vitu kama hivyo. Open water inaendeshwa kwa namna gani ili kuweza
kwa mkoa au klabu inayojisajili kuweza kupata watu wa kuwa train kwenye maeneo hayo, inatakiwa hiyo namna gani? Okay. Sasa ili kuweza kuendeleza open water, tukisema open water manake kuogelea kwenye mabwawa ya wazi, bahari, mito, maziwa, ni tofauti na kuogelea kwenye swimming pool. Yeah. Sasa cha kwanza tulichokifanya, kwanza tuliunda kamati Ndio specifically kwa ajili ya kudili na open water, ambapo iko chini ya Madam Thauria Diria, ndio chairperson, ambaye pia ndio mwakilishi wa yuko kwenye World Aquatics. Kwa hiyo wamefanya kazi nzuri. Mwaka jana tulifanya camp ambayo ilikuwa sponsored pia na Africa Aquatics, ambayo ilijumuisha nchi 10 kutoka Afrika. Tulifanya kule Zanzibar, ambapo kulikuwa kuna training ya makoche, lakini pia kulikuwa kuna competition kwa ajili ya waogeleaji. Tulipata waogeleaji kama 40 kutoka nchi mbalimbali. Tanzania tulikuwa tuna waogeleaji 10, moja kutoka Tanzania bara, wengine 9 kutoka Zanzibar. Kempu ilienda vizuri, lakini pia mwaka huu, mwaka jana pia, towards the end of last year, tulifanya trial run ya open water kule Kigamboni, ambapo tulipata waogeleaji 10 wakashindana pale Kigamboni. Yeah. Lakini baada ya hapo tukapata waogeleaji 2 ambao walikwenda kutuwakilisha kwenye mashindano ya Afrika Mashariki na Kati yaliyofanyika Mombasa, na waogeleaji wetu waliweza kumaliza 3 km na 5 km race. Kwa hiyo cha kwanza, kazi kubwa ya hii kamati, cha kwanza ni kutoa elimu na kuorganize clinics kwa ajili ya kutrain, kwa sababu kushindana kwenye open water unaweza ukawa unajua kuogelea ziwani, lakini kuna namna lazima ufundishwe namna ya kushindana kwenye open water. Kwa hiyo yani, kwa Kiswahili sahihi ni kwamba hii sio ya kuogelea katika mabwawa haya, lakini ni kuogelea katika sehemu ambazo zina maji yanayotiririka kwa maziwa, bahari na mito. Na kuna vina maalumu katika maeneo hayo ambao mmeviangalia? Yes, kuna vina maalum. Sio kila sehemu unaweza ukaogelea, kwa sababu usalama kama tulivyosema ni kipaumbele namba 1. Kwa hiyo wapo wataalamu, wakurugenzi wa ufundi kwenye hiyo kamati ambao wanawashirikiana na watu wa Navy. Kwa mfano, wakati tunafanya mashindano kule Kigamboni, lazima uangalie maji yanakupwa muda gani, maji yanajaa muda gani, ili na muda gani sahihi na location gani sahihi ya kuweza kunani. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinazingatiwa. Kwa hiyo hauwezi tu kwenda Lake Victoria ukaingia lazima uangalie, je, kuna usalama? Huwezi kwenda kwenye ziwa ukakuta labda ziwa lina mamba, haiwezekani. Kwa hiyo tunashauri, kuna vigezo vyote vinazingatiwa mpaka approval itoke kwamba sasa tunaenda kushindana kwenye open water sehemu hii. Yeah. Kuna binti nilikuwa naye akaniambia ni swimmer mzuri sana, lakini akaniambia hofu kubwa aliyoingia nayo ilikuwa ni kwamba walivyokuwa wanazidi kwenda katika hizo engo ambazo zimewekwa, alikutana na majani. Sasa kwenye swimming pool hamna majani. Hamna majani. Yes, exactly. Kukuta haya majani, nikaingia na hofu kubwa sana katika. Kwa hiyo kuna training kubwa sana kumtayarisha mtu kabla ya kuingia. Yeah, kwa sababu kwa mwogeleaji alizoea kwenye swimming pool, hata Zanzibar kuna mwogeleaji alishindwa kumaliza ile hofu, kwa sababu amezoea kwenye swimming pool, akiangalia chini anaona base. Sasa kwenye bahari akiangalia chini anaona tu darkness. Sasa hiyo ikamtia hofu. Kwa hiyo aliogelea kama kilomita 1 akasema, jamani, hapana, mimi siwezi kuendelea. Kwa hiyo ndio maana pia tunajaribu sasa kwamba kuwapa watu training ya kwanza kuzoea. Yeah. Kwa sababu hata vile muogeleaji anayeogelea kwenye swimming pool anaweza akapata hofu kuingia kwenye maji, na ndio maana tunawapongeza sana waogeleaji wetu 2 ambao walienda Mombasa. Walionyesha ujasiri mkubwa kutoka kwenye swimming pool na kwenda kuogelea kwenye bahari kule Mombasa na kuweza kumaliza
Sasa kitu kingine tumepata mabadiliko katika wizara yetu ya habari, utamaduni na michezo, ambapo Mheshimiwa Paul Makonda ndio waziri katika hilo, na katika mmoja au katika mazungumzo yake ambayo anakuwa na mara kwa mara ni kuhusiana na pesa ambayo ipo kwa maendeleo na michezo, hususan kuangalia michuano ya AFCON ambayo Tanzania tunaihost mwakani. Lakini katika moja ya mambo ambayo nimenukuu ni fursa kwa michezo mingine ambao wanaweza wakaitumia kwenda kwenye michezo hiyo kuweza aidha kujitangaza, hiyo moja, lakini pia kuweza kutumia kama ndio platform ya watu kufahamu na uwepo wa michezo hiyo. Lakini pamoja nao pia kuna pesa kako pale. Nimesikia hapa pia unazungumzia mashindano haya. Vipi katika hilo kuweza kuongea na mheshimiwa kuhusiana na kile ambacho mnakifanya ni kikubwa, kwa sababu ni qualification, na sisi tuliozoea michezo mingine zaidi ya mpira tunajua kwamba ukitaka kwenda Olympic miaka 4 ijayo, basi maandalizi yanaanza miaka 6 au miaka 5 kabla ya Olympic hiyo. Sasa fursa hii nayo mnaweza mkaitumia vipi? Tunashukuru sana kwa swali zuri. Kwanza niipongeze serikali, na Mheshimiwa Waziri alizungumza vizuri sana, alitusii sana kwamba lazima sasa tuonekane na tuchukue hii fursa. Unajua ukiachana na football, michezo mingi imekuwa kama iko nyuma, lakini kitu ambacho kilinigusa ni kwamba fursa kuelekea AFCON 2027, na mpaka sasa hivi nimeshaanza mazungumzo na rais wa swimming Afrika Mashariki na Kati kuweza kupata nafasi ya kuyaleta mashindano ya Afrika Mashariki na Kati ya 2027 hapa Tanzania. Na hilo nadhani litapata baraka na serikali, kwa maana kwamba tukiweza kuwalaini yale mashindano tutawaleta watu wote wa Afrika Mashariki na Kati. Ni nchi zaidi ya 12, Burundi, Ethiopia, Eritrea, Rwanda, Kenya, Tanzania. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kitu ambacho tumeona kwamba kitadialaini vizuri, kwamba wakati wengine wanajiandaa kuja AFCON, basi wengine wanakuja wanaenjoy mchezo wa kuogelea, na ikiwezekana tufanyie hayo mashindano pia Arusha. Ili sasa iwe platform nzuri zaidi ya kuweza kualaini na fursa za AFCON 2027 na kusupport serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Safi sana. Muda ni mdogo lakini mkubwa, Mr. Mwasoge, na nishukuru sana kwa kuweza kuwa na wewe, lakini tarehe mwezi wa 4 kuanzia tarehe ngapi tunaanza pale? Tarehe 10 mpaka tarehe 12. Mpaka 12. Kwa majira ya asubuhi mpaka jioni. Tarehe 10 yataanza jioni saa 10. Okay. Lakini tarehe 11 na 12 kuanzia saa 12 vijana wetu wanaanza warm up. Karibuni sana. Ningependa kuwasihi Watanzania wote, ningependa kuwasihi vyombo vya habari. Tunashukuru sana vyombo vya habari katika kipindi changu. Vyombo vya habari vimekuwa vikinisupport sana, vikusapoti mchezo wa kuogelea, wanafanya kazi kubwa. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru, na tunaamini kabisa kwa tarehe 10 mwezi wa 4 mpaka tarehe 12 mtakuwa pale IST Masaki. Nashukuru sana David Mwasoge, na usichoke kuwa na sisi. Tunakukaribisha tena wakati mwingine. Asante sana. Naam, hivi ndivyo ambavyo tunamaliza kipindi hiki wiki hii, na ukumbuke michuano hiyo mwezi wa 4 katika mabwawa ya kuogelea ya shule ya Tanganyika International School. Mpaka wiki ijayo, mimi ni Patrick Nyembera. Kwa heri.